jeshi lijitenge na siasa. Hiko ndio kitu kilinde kwa nguvu zote. Ndiye mtoa hoja. Mheshimiwa Spika, awali ya yote niseme kwamba ninafahamu kwamba mjadala wa Wizara ya Ulinzi sio mjadala wa kawaida. Ninafahamu ni mjadala nyeti wenye maslahi mapana kwa taifa. Kwa hiyo nitazungumza kwa ufupi na nitazungumza kwa mipaka inayohitajika. La kwanza, jambo la kwanza ni juu ya maslahi ya maveterani wa vita ya Kagera. Mheshimiwa Spika, kama inavyofahamika na nimesoma answers za bunge lililopita, katika mwaka wa fedha huu tulionao, serikali ilitoa ahadi ndani ya bunge kupitia waziri aliyepita Dr. Tax kwamba kuanzia mwezi Julai maveterani wa vita ya Kagera ambao hawapati posho wataanza kulipwa rasmi posho na serikali. Hiyo ilikuwa ni ahadi ya serikali kwa mashujaa wetu. Mheshimiwa, anaongeza muda mpaka tumalize kazi yetu. Hiyo ilikuwa ni ahadi ya serikali kwa wapiganaji wetu, ahadi ambayo inajenga msingi kwa wapiganaji wa sasa kwamba wakienda mstari wa mbele wakapambana watapewa tuzo, watatazamwa. Mimi jimboni kwangu wazee hawa wapo, wengi wao umri wao ni baina ya miaka 70 mpaka 90, vikongwe, lakini taarifa nilizo nazo wanasema hawajaanza kulipwa. Sasa mimi nataka waziri atapokuja kwenye majumuisho, kwa kweli na sita sana kuzungumza lugha ya kushika shilingi, ila aje atoe maelezo kwamba serikali ahadi ile kwa maveterani wa vita ya Kagera ilikuwa ni siasa ya maneno matupu, na tunaweza kufanya siasa kwenye Wizara ya Ulinzi. Mimi nina mapendekezo ya ziada, Mheshimiwa Spika. Ninapendekeza ukiacha ahadi ile ya posho, tufanye kama mtindo ambao baadhi ya nchi zinafanya, tuwe na mfuko maalumu wa maveterani wa vita ya Kagera. Na mimi napendekeza tuwe na mtindo kama wa the Kagera War Veteran Fund. Na nchi zingine wanafanya, Marekani wanafanya, Afrika ya Kusini wanafanya, Uingereza wanafanya kwa mtindo tofauti tofauti. Na la pili, nakubaliana na ndugu Liwaka kwamba ni lazima tufanye sensa, sio sensa ya kubaini idadi yao tu, tuangalie na hali yao, wanaendeleaje wazee wetu hao waliopigana katika vita ya Kagera. La pili na la mwisho, Mheshimiwa Spika, jeshi la wananchi ni jeshi la ukombozi wa Afrika, ni jeshi la haki. Haikuwa kwa bahati mbaya jeshi hili lilipokelewa Uganda kwa shangwe. Haikuwa kwa bahati mbaya jeshi hili lilipokelewa Kariakoo kwa shangwe. Haikuwa kwa bahati mbaya Oktoba kwa yale yaliyotokea jeshi hili lilipokelewa kwa shangwe. Natoa changamoto kwa jeshi, kuna kitu kimoja wakilinde kwa nguvu zote. Kitu hiko ndio roho ya thamani yao. Jeshi lijitenge na siasa. Hiko ndio kitu kilinde kwa nguvu zote. Hivi karibuni vimekuwepo vidole, na huwa wanasema kwa sababu jeshi bado ni chombo, hata katika zama hizi ambazo tunasema utumishi wa umma umekuwa politicized, bado imani ipo. Bado muda wako umekwisha.
Mwisho utaanza kusema vitu, nitakuuliza ushahidi, utashindwa. Kaa chini. Mheshimiwa mtoa hoja. Mheshimiwa Spika, kwanza naomba kutumia nafasi hii kukushukuru wewe binafsi, lakini pia kumshukuru naibu spika pamoja na wajumbe, pamoja na wenyeviti wote watatu wa bunge letu, na ni imani yangu kwamba wote leo wamo humu ndani. Mheshimiwa Spika, tunakushukuru wewe binafsi kwa kutupa heshima kama wizara yetu ya ulinzi na kuja kuongoza sasa hivi. Mheshimiwa Spika, nitumie nafasi hii pia kuishukuru kamati ya mambo ya nje ya ulinzi na usalama. Wamekuwa ni watu wanaojua nini maana ya ulinzi na usalama ndani ya nchi yetu. Lakini pia nitumie nafasi hii pia kuwashukuru waheshimiwa wabunge wote waliochangia, lakini na wale ambao hawajachangia. Kwa wale waliochangia, Mheshimiwa Spika, wako waheshimiwa wabunge 7. Michango yao yote tumeichukua, lakini tumeichukua kwa ukamilifu na tutaifanyia kazi. Mheshimiwa Spika, sasa nijikite katika yale mambo ambayo yamejirudia ili niweze kutoa ufafanuzi. Cha kwanza nimshukuru ndugu yangu Ado, Mheshimiwa Ado, na nimekushukuru kwamba pamoja na ulivyozungumza kulingana na unakotoka, lakini umeamini kwamba tahadhari juu ya ulinzi ni nzuri sana. Hii ndio nchi ambayo tunapenda tuijenge, nchi ambayo tuna dini tofauti, nchi ambayo tuna vyama tofauti, lakini inapofika swala la ulinzi na usalama tunakuwa kitu kimoja. Kwa hiyo nakushukuru ndugu yangu Ado. Sasa nijielekeze kutoa ufafanuzi juu ya maveterani, wale wazee wetu waliopigana, wengine wamelala mauti, lakini wengine wako hai, wa vita ya Kagera. Cha kwanza, Mheshimiwa Spika, ni vyema bunge lako tukufu lijue kwamba Amiri Jeshi Mkuu kwa maana ya Mheshimiwa Rais amewapa hawa maveterani wa Kagera heshima kubwa, kwa sababu tangu walipomaliza vita ile, vita ya Kagera ilikuwa ina makundi matatu. Kundi la kwanza lilikuwa ni wanajeshi waliokuwa jeshini, lakini kundi la pili ni watu kwa maana ya wenzetu ambao walijitoa, wakasema kwa sababu tumevamiwa sasa tujitoe, wakajimobilize wenyewe, hawana mafunzo, ili waende kwa ajili ya kuikomboa nchi na kupambana na nduli Idi Amin. Lakini kundi la tatu lilikuwa ni jeshi la akiba. Sasa Mheshimiwa Spika, katika hili, baada ya vita ya Kagera, wale wazee wetu walivyorudi, vyombo vingine vya ulinzi na usalama vilitoa nafasi kwa watu kwenda kuajiriwa kwenye vile vyombo vingine tofauti na jeshi, kwa sababu wapo walioenda kwa ajili ya lile zoezi tu. Sasa wapo waliokosa sifa za kuajiriwa na vyombo vingine vya ulinzi na usalama kwa wakati ule, kwa sababu walikuwa wamepata majeraha, hawana sifa. Hawa ndio ambao sasa tunawazungumzia. Lakini kwa huruma ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia,
pamoja na wakati ule walilipwa kifuta jasho shilingi 5,000 kwa wakati ule iliyokuwa inaitwa Asante Nyerere. Lakini baada ya kulipwa, pamoja na mambo yote yaliyopita, Mheshimiwa Rais mwaka jana akatoa maelekezo kwetu sisi Wizara ya Ulinzi kwamba wale wazee wetu ambao walipambania nchi, sasa ni vizuri wizara ikaangalia namna ili waingizwe kwenye daftari la pensheni. Sasa mwezi Juni kuna taratibu kidogo zinatokea kwamba ili ilikuwa ni mwezi Juni, kwa hiyo lazima zile taratibu za kiserikali kutangaza liwe gazetted, ili sasa na sisi kwenye Wizara ya Ulinzi tuweze kukaa kwenye halmashauri ya majeshi tubadilishe baadhi ya vipengele ambavyo vitaruhusu sasa wale wazee wetu waweze kuingizwa kwenye daftari la kulipwa pensheni. Kazi hiyo Mheshimiwa Spika, mpaka sasa ninavyozungumza tumeishaifanya na imeshakamilika. Kazi ya pili Mheshimiwa Spika, ilikuwa sasa ni namna ya kuwatambua wako wapi hawa. Hii kazi na hii sasa waheshimiwa wabunge watatusaidia ili kwa namna moja au nyingine waweze kufikiwa kila mmoja. Tukawasiliana kupitia ofisi ya Rais TAMISEMI, kwa sababu kila wilaya sisi tuna mshauri wa jeshi la akiba au mshauri wa mgambo. Kwa hiyo kupitia ofisi ya mkuu wa wilaya tumekwisha tambua zaidi ya wazee wetu 7,800 tayari, ambao sasa katika hawa tayari Mheshimiwa Spika tumeisha fanya ile quantification kwamba wanapaswa kulipwa ni hawa, na tumeisha peleka majina haya hazina, Wizara ya Fedha, ili na wenyewe wafanye uhakiki na hawa wazee tayari waanze kulipwa. Sasa rai yangu mimi kwa waheshimiwa wabunge akiwemo na ndugu yangu Ado ni kwamba mtusaidie kutoka kwenye majimbo yenu, na sisi tutatoa maelekezo na ushauri kupitia ofisi ya Rais TAMISEMI kwamba watusaidie sasa kutoa tangazo kwa wale ambao hawana taarifa rasmi. Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, samahani. Watusaidie sasa kutoa tangazo kwa wale ambao hawajafikiwa ili waweze kufikiwa. Mheshimiwa Spika, baada ya kuyasema hayo, naomba sasa nitoe pia ufafanuzi kwenye hoja ya pili ambayo imejirudia. Hoja ya pili Mheshimiwa Spika ni namna ya vijana wetu wa kidato cha 6 waweze kujiunga kwenye Jeshi la Kujenga Taifa. Kwanza Mheshimiwa Spika, ni nia ya dhati ya serikali kwamba baada ya kufanya tafiti za kina tukagundua kama nchi kwamba lipo jambo ambalo tunapaswa kulifanya ili kuhakikisha kwamba tunaongeza ukakamavu, uzalendo, lakini pia na uzalishaji mali kwa vijana wetu. Lakini pia Mheshimiwa Spika, hapo nyuma kidogo kulikuwa kunakuwa na baadhi ya hata migomo kwenye vyuo vyetu. Sasa tukafanya utafiti na kugundua kwamba ipo haja ya kuwafunza hawa vijana wenzetu uzalendo na nini maana ya kulinda nchi. Mheshimiwa Spika, tangu Jeshi la Kujenga Taifa lilivyoanza, takwimu zinaonyesha kwamba hata ndani ya vyuo vyetu, vyuo vikuu ambavyo vina watu wa dini tofauti, vyama tofauti, hakuna migomo. Ile ni zao la mafunzo ambayo yanafanyika. Kwa hiyo baada ya hilo Mheshimiwa Rais amekwisha tuelekeza kwamba nia yake ya dhati ni kuhakikisha kwamba vijana wote wanaomaliza kidato cha 6 waweze kujiunga. Ile
bajeti yetu ambayo sasa tunaendelea kuifanyia kazi, Mheshimiwa Spika, mpaka sasa tuna uwezo wa kuchukua vijana 60,000, lakini tumeweka malengo yetu kama wizara kupitia JKT kwamba tuweze kuchukua vijana 140,000. Sasa katika malengo yale, Mheshimiwa Spika, tumeweka yale ya muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu, lakini malengo yetu yameweka kwamba kufikia 2031 tuwe tayari tuna uwezo wa kuchukua vijana wote wanaomaliza kidato cha 6. Hilo ni lengo la kwanza, Mheshimiwa Spika. Lengo la pili ambalo pia ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais ni kwamba yale mafunzo ya miezi mitatu, bajeti ya serikali ikiruhusu, tutayaboresha mbeleni ili yaweze kwenda zaidi ya miezi mitatu, yawe kama ilivyokuwa zamani. Hii inamaanisha nini, Mheshimiwa Spika? Hii inamaanisha kwamba siye kila kijana anayeenda kwenye Jeshi la Kujenga Taifa anaenda ili aajiriwe kwenye vyombo vya ulinzi na usalama. Hapana. Tunawapeleka pale ili wakajifunze wengine namna ya kujitegemea na kutengeneza maisha yao kupitia uzalishaji mali. Kwa hiyo tunaingiza mfumo ambao tutakuwa pia na sisi tunafanya vocational training. Ile itatusaidia na itasaidia hata wizara yetu ya vijana kupitia ofisi ya Rais ili iweze kupitia wizara yetu ya ulinzi na sisi pia tuwe chanzo cha kufunda wale vijana na kuweza kupanua wigo wa ajira za kujitegemea. Mheshimiwa Spika, kwenye hilo, hayo ndio maelezo ambayo tuna uhakika kwamba utekelezaji unaendelea, na mpaka sasa Mheshimiwa Spika, hata bajeti ya mwaka huu imeongezewa kwa ajili ya kuweza kutengeneza miundombinu wezeshi ya kuweza kuongeza vijana kwa mwaka huu ujao. Mheshimiwa Spika, la tatu ambalo nilipenda pia nilitolea ufafanuzi kidogo ni fidia. Ni kweli kwamba lazima nikiri michango ya waheshimiwa wabunge na wale wenzetu wachangiaji wote. Sisi kama jeshi ni kweli kwamba tuna uhitaji wa baadhi ya maeneo ambayo yapo kimkakati ili kuweza kuimarisha ulinzi na usalama wa nchi yetu. Kwa hiyo uzuri uliopo, Mheshimiwa Spika, ni kwamba wananchi wetu ni waelewa sana. Jeshi linapoonyesha nia ya kutaka eneo, wanakuwa wepesi sana wa kuweza kukubali kwamba sisi tunaweza tukapisha. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, kwenye yale maeneo yote ambayo tumeyafanyia uthamini, mpaka sasa tumekwisha zungumza na wenzetu wa Wizara ya Fedha na tumekwisha lipa zaidi ya bilioni 12 kwenye huu mwaka unaoishia wa 2025-2026. Lakini kwenye bajeti hii ya sasa tumetenga zaidi ya bilioni 30 ili tuweze kulipa zile fidia ya yale maeneo yote ambayo tayari uthamini umekwisha fanyika. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, tuna imani kwamba maeneo yote ambayo yamefanyiwa uthamini, serikali yetu kwa kushirikiana na wenzetu wa Wizara ya Fedha italipa zile fedha baada ya kuwa bajeti mpya imeanza kutekelezwa. Mheshimiwa Spika, hilo tunaomba waheshimiwa wabunge muelewe kwamba ukweli ni kwamba sisi ndio tunaopaswa kuzuia migogoro na wananchi waweze kuheshimu jeshi, lakini pia waweze kuheshimu serikali yetu na kuhakikisha kwamba wanakuwa wao ndio walinzi namba moja wa kutoa taarifa za kiusalama na kuwa na mapenzi na nchi yetu. Mheshimiwa Spika, mwisho naomba niwashukuru sana ndugu zangu wa Wizara ya Ulinzi, nikianza na Katibu Mkuu Dr. Faraji Mnyepe, lakini pia mkuu wetu wa majeshi na mnadhimu mkuu wa jeshi letu la JWTZ.
Lakini pia nimshukuru pia ndugu yetu mkuu wa JKT na wakuu wa kamandi wote ambao mmefika hapa, wakuu wa idara, wakuu wa mashirika yetu ya SUMA JKT, Mzinga pamoja na Nyumbu. Lakini Mheshimiwa Spika, mwisho kabisa ni washukuru nyinyi waheshimiwa wabunge, kwanza kwa imani kubwa ambayo mmeipa nchi yetu, mmempa Mheshimiwa Rais ya kuhakikisha kwamba wizara yetu ya ulinzi inakuwa ni wizara nyeti, na hii inamaanisha kwamba wote tunaelewa nini maana ya amani, hata tuwa na malengo ya namna gani ya Vision 2050. Kama hatuna usalama ndani ya nchi yetu, kama hatuna amani ndani ya nchi yetu, kama hatulindi mipaka yetu sisi wenyewe kwa kuidentify adui, hiyo kazi yote ambayo tunaipanga haitaweza kufikiwa. Kwa hiyo waheshimiwa wabunge, heshima mliotupa sisi tutailinda, na sisi tupo kwa ajili ya kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia na vision yetu ya 2050 iweze kufikiwa jinsi inavyopaswa. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja. Asante. Hoja imeungwa mkono.